Juma Lokole ameweza kuingilia kati swala zima la hawa mabinti wawili ambao ni Aaliyah pamoja na bibiye Zuchu, na hii ni baada ya hawa watu wawili ambao ni Aaliyah pamoja na Zuchu kuweza kugombana. Sasa issue kubwa ambayo inaenea sasa hivi mitandaoni ni baada ya bibiye Aaliyah, mtangazaji wa Wasafi FM, baada ya kuweza kumtupia maneno mazito bibiye Zuchu kutokana na lile jambo kubwa ambalo aliloweza kulifanya yeye na bwana mkubwa ambaye Diamond Platnumz. Tukumbuke kwamba bibiye huyu Aaliyah alikuwa mpenzi wa Diamond Platnumz, japokuwa ilikuwa inafanywa kimya kimya kwa sababu kutoka kimapenzi na bosi wako ni issue nyingineyo tofauti, na mengi yameweza kusema kwamba hawa watu wawili inavyosemekana kuwa wana mtoto. Na tukumbuke kwamba bibiye huyu Aaliyah aliweza kupewa likizo ya miaka miwili kuto kuweza kufanya kazi katika taasisi ya WCB, lakini pia hapo ilikuwa inazungumza swala zima la yeye kuwa na ujauzito, lakini baada ya kuweza kuhojiwa na waandishi wa habari tofauti akasema kama kweli nilikuwa na ujauzito, huo ujauzito uko wapi na huyo mtoto yuko wapi? Mnachotakiwa kukijua ni kwamba mimi niko free kabisa, sina mtoto wala sikuwa na ujauzito wowote. Sasa wengi wameweza kufunguka kuhusiana na hili jambo akisema kwamba bibiye huyu muongo, ila anataka kutupanga tu, lakini uhalisia uliopo ni yeye kuweza kuwa na mtoto na huenda wameweza kufanya siri. Sasa jambo kubwa ambalo bibiye huyu ameweza kufunguka ni baada ya bwana mkubwa Diamond Platnumz kuweza kutangaza kuwa yeye ameweza kuingia kwenye ndoa na bibiye Zuchu. Sasa hichi kitendo bwana kimeweza kumkasirisha bibiye ambaye ni Aaliyah. Moja kwa moja aliweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, aliweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na machafu yote ambayo alikuwa anafanya Diamond Platnumz. Hakuweza kuacha kitu chochote, lakini leo hii tena tunaona ameweza kumvamia bibiye Zuchu na kumwambia kwamba kama kweli wewe ni mwanamke ambaye ulio amelika, kwa nini umeweza kulazimisha ndoa kwa Diamond Platnumz? Na mimi Diamond Platnumz kwa upande wangu namfahamu vizuri, kana kwamba wewe ungekuwa umefunga ndoa na bwana mkubwa Diamond Platnumz, basi ningeshaweza kupata taarifa mapema. Hivyo sikupewa taarifa yoyote, moja kwa moja nadhihirisha kwamba wewe haukuweza kufunga ndoa na Diamond Platnumz. Bwana, vita vimekuwa vingi sana. Tunaona bibiye huyu ambaye ni Zuchu amekuwa akiandamwa na pande tofauti. Ukiangalia pale Zari, leo hii tena Aaliyah, upande mwingine alikuwa Lita, lakini mambo yalikuwa mengi. Binti huyu tunaona anaweza kuwa mvumilivu katika haya yote ambayo anayoyapitia. Tukumbuke kwamba hao wote ambao wanamwangalia vibaya bibiye huyu Zuchu ni ma-ex wa Diamond Platnumz, lakini tuliona Zari pia aliweza kuzungumza mambo yake yamekela sana, yamemkela, na tuliona aliweza kuliongelea hili swala, lakini pia kwa Lita hivyo aliweza kujitapa, na sasa hivi tunaona ameweza kufunga mdomo. Bwana, basi Juma Lokole ameweza kuingilia kati na kusema kwamba sasa hivi mama mjengo ni Zuchu, hivyo Aaliyah unatakiwa kukaa pembeni kwa sababu wewe huna unachodai. Zuhura ana haki ya kuwa mke, pia ana haki ya kufanya kitu chochote kwa Diamond Platnumz. Wewe kama Diamond Platnumz angekuwa anakupenda bwana, basi angeweza kufunga na wewe ndoa. Hivyo kaona kwamba wewe sio wa type yake, na ndio maana ameweza kumuoa bibiye Zuhura. Sasa hii kauli bwana imeweza kumfikia bibiye Aaliyah, na ameweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema nitarudi. Yule mbea wa mji ameamua kuungana, hivyo nitarudi. Tutajua sasa bibiye huyu atakuja na ujio gani kwa Juma Lokole. Nikusitu kama ndo mara yako ya kwanza kufuatilia channel hii pendwa Bizoza Media, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Upande wangu sina la ziada, wacha nikutakie siku njema na kazi njema. Bye bye.